Bana, weekend hii nayo kidogo kama ilikuwa ipo busy kidogo kutokana na mambo mbalimbali ambayo yalikuwa yakifanyika, ukiachilia mbali swala la GSM wa Katoro kwa sababu ni moja kati ya story pia ambayo imekuwa ikichukua nafasi kwenye mitandao ya kijamii. Ni kuhusiana na retro tour ya kwake Diamond Platnumz, ambayo tunafahamu kwamba amekuwa akizunguka katika mikoa mbalimbali kwa ajili ya kuhakikisha kwamba anatoa burudani, na licha kama kuna baadhi ya wasanii pia ambao wanakuwa wanashiriki, lakini kama jeshi la mtu mmoja. Yani Diamond Platnumz anaonesha uwezo wake wa kuperform kwa muda mrefu zaidi kwenye stage, akiburudisha crowd ambayo inakuwa imekuja pale kwa ajili ya kupata burudani. Na tunafahamu kama amezunguka mikoa mbalimbali, Dodoma, ameenda Mwanza, ameenda Arusha. This time around, kwa maana ya weekend hii alikuwa Tarime, ambako nako pia amefanya wonders kutokana na uwezo wake, na tunafahamu kwamba ni moja kati ya mtu pia ambaye amekuwa akifanya vizuri sana. Lakini wakati huo pia akiwa ameenda kule, tunafahamu kwamba current situation ya kwake yeye, kwa maana ya kwamba kwenye swala la mahusiano na Zuchu ni kama hawako sawa, na Baba Levo ni mmoja kati ya watu pia ambao alikuwa anathibitisha kutokana na kile ambacho kinaendelea kati ya Zuchu na Diamond Platnumz, akisema kwamba kuna vitu ambavyo haviko sawa, na kwa mujibu wa Baba Levo akasema kwamba Diamond Platnumz ndio mwenye makosa, na Zuchu pia aliandika kwamba baada ya kuwa kwenye ndoa na Diamond Platnumz kwa muda mrefu, kwa alitangaza sasa ameachana naye. Kwa hiyo ile na viral sana kwa watu mbalimbali, na kila mmoja pia akajaribu kuzungumza na kutoa mtazamo wake kutokana na kila ambacho amekiongelea. Wengine wakaenda mbali na kusema kwamba ni kwa sababu ya harusi ya mama yake Diamond Platnumz, baada ya kusherehekea miaka 59 sasa. Kwenye ile party ni kama Diamond Platnumz alikuwa amealika wadau mbalimbali. Miongoni mwa wadau ambao alikuwa amewaalika ni pamoja na watu ambao aliwahi kuwa nao kwenye mahusiano, exes ambao aliwahi kuleta nao huko nyuma. Kwa hiyo wakawa wanakumbatiana pale, masuala ya give me hugs na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo vikao vinaendelea pale. Baadhi ya watu wamesema kwamba inawezekana pengine kani sababu ndio maana Zuchu pia hajaridhishwa na kile ambacho kilitokea pale. Lakini watu wakauliza kwamba kwa nini Zuchu hajaja pale. Baba Levo akajibu akasema kama mtu mjamzito anawezaje kuja hapa sasa hivi. Kwa hiyo vitu vikaenda mbali na kuwa vitu mbalimbali vinazungumzwa kutokana na kile ambacho kilikuwa kimetokea pale. Sasa jana kwenye performance, Diamond Platnumz tunafahamu kwamba ana nyimbo nyingi sana ambazo zina mguso wa kimapenzi, na pengine akiperform watu wanaweza kusema kwamba inawezekana ni kwa sababu ya situation ambayo anapitia. Kwa mfano, aliperform Yatapita, moja kati ya ngoma kali sana. Nimejaribu kupitia kwenye comment mbalimbali kwenye ile video clip, watu wakisema na kusema kwamba sawa, yatapita tu, Zuchu mtarudiana na maisha yataendelea. Kwa hiyo watu wamekuwa wakijaribu kugusanisha na kuhusianisha na matukio na current situation kutokana na kile ambacho alikifanya. Lakini aliperform wimbo ambao aliimba na Zuchu unaitwa Wale Wale. Huu ni wimbo ambao wimbo wa Zuchu amemshirikisha Diamond Platnumz, na umetoka mwaka mmoja uliopita. So wakati akiwa ana perform pale, watu wakasema wimbo wa shemeji huo. So nafikiri alikuwa anajaribu kwenda na upepo kutokana na kile ambacho kinaendelea, na hata kwenye mitandao ya kijamii pia watu wameipicture hii issue katika mlengo huo kwamba ni mtu ambaye alikuwa naye kwenye mahusiano, kwa sasa hivi ameachana, wanabebelezana ili pia mambo yaweze kuendelea. Kwa hiyo watu wamekuwa wakijaribu kutanisha matukio kutokana na kile ambacho kimekuwa kikiendelea kati ya Diamond Platnumz pamoja na Zuchu, akisema kwamba inawezekana mambo ni kwa sababu ya hivi na hivi na hivi na hivi. So kwa wewe ambaye unatazama story, mtazamo wako ni upi? Usisahau hapa ku comment, lakini pia usiache kusubscribe